Tumekutana tena leo kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na afya yetu. Leo tumepata swali kutoka kwa mdau. Yeye anauliza kwamba ilikuwaje zamani walikuwa wanawatahiri watoto wa kike? Ilikuwaje zamani walikuwa wanawatahiri watoto wa kike? Wao waliamini vipi mpaka wakafikia hatua ya kuwa wanawatahiri watoto wa kike? Naam, asante kwa swali lako. Ni kama ifuatavyo. Kwanza, kutahiri ni mila ya zamani potofu isiyofaa kufuatwa. Watu wa zamani wao waliamini hivi kwamba imani zilikuwa tofauti tofauti, kwa sababu kutahiri huku kupo dunia nzima. Misri ya zamani walikuwa watoto wa kike wanawatahiri, na sababu ya watu wa Misri wa zamani kutahiri watoto wa kike, wao waliamini ni kumpunguzia hashki ya kutamani tendo la mapenzi. Kwa hivyo, kwa kuwa walikuwa hawahitaji watoto zao wa kike kuingiliwa kabla ya ndoa, kwa hiyo walipokuwa wakifikia hatua ya kubalehe, kuvunja ungo, walikuwa wanawatahiri kwa lengo la kuwapunguzia hashki ya tendo la ndoa. Lakini hata Iraki, Itali ya zamani nayo pia walikuwa wakitahiri kwa madhumuni na malengo tofauti tofauti. Na Afrika ya Mashariki kwa ujumla wake nayo pia walikuwa zamani na mpaka sasa kidogo kwa baadhi ya nchi, Tanzania, baadhi ya mikoa na nchi zingine, bado wanaendeleza mila hii potofu ya kutahiri. Na wao wanaamini mambo mbalimbali. Kwa mfano katika nchi zile za Uganda na Burundi, wao waliamini kwamba kutahiri ni kwa sababu ya kumlinda mtoto atakayezaliwa na mwanamke huyu. Yaani huyu mwanamke ambaye anatahiriwa sasa ni kwa sababu ya kumlinda mtoto wake pindi atakapokuwa amebeba ujauzito au atakapoolewa na kupata ujauzito, kumlinda mtoto. Waliamini vipi? Wao waliamini iwapo kile kiungo kitabaki katika mwili wa mwanamke bila kukiondoa, na wakati wa kuzaa kitamgusa mtoto kwenye utosi, wao waliamini huyu mtoto atapoteza maisha, hataweza kuishi, na hivyo itakuwa ni hasara kubwa. Na waliamini hivyo zamani. Waliamini watoto wanaozaliwa wakiwa wamekufa katika nchi hizi na hata Tanzania kwa baadhi ya mikoa, waliamini watoto wanaozaliwa wakiwa wamekufa wanakuwa wamegusa kwenye utosi hiki kiungo. Kwa hivyo wao waliamini kiungo hiki ni laana kubwa kutoka kwa Mungu, kwa hivyo kinapaswa kuondolewa katika mwili wa mwanamke. Kwa hiyo waliwatahiri watoto wa kike kwa dhumuni hilo. Na wengineo waliamini kwamba kumtahiri mtoto wa kike katika maeneo ya kaskazini mwa Tanzania, waliamini kumtahiri mtoto wa kike ni kumuongezea mwanaume starehe ya mapenzi, kwa sababu wao waliamini hiki kiungo kinapobaki katika mwili wa mtoto wa kike kinapunguza starehe kwa mwanaume, sio mwanamke, kinapunguza starehe kwa mwanaume, na hivyo anapotaka kumwendea mke wake ama mpenzi wake anakuwa hapati ile starehe iliyokuwa sawa, kwa sababu uke unakuwa umefunga, unakuwa hauko vizuri. Kwa hiyo wanaondoa kwa ajili ya kuweka wazi uke ili mume wake ama mpenzi wake aweze kumwondoa. Mpenzi na mdau wa Kimimbi Herbal Clinic, hii ni mila potofu kwa watu wote wale waliokuwa wanaamini kumpunguzia hashki mwanamke ili asiende katika tendo la mapenzi. Hawa walikuwa wanakosea, kwa sababu moja ya starehe katika dunia ni tendo la mapenzi. Kwa hiyo kwa namna yoyote mtu anahitaji starehe hiyo katika maisha yake. Kumlinda mtoto ni kuzungumza naye. Lakini hawa pia waliokuwa wanaamini kwamba kiungo hiki kikimgusa mtoto kichwani wakati anazaliwa anaweza kufa, hiyo ni mila potofu na ni kitu ambacho hakijathibitishwa na wanasayansi wote duniani kwamba ni kweli kiungo hiki kinaweza kumuua mtoto pindi kinapomgusa. Na kwa sababu hiyo wanasayansi wote hawakuthibitisha wala hawakubaliani na jambo hilo. Maana yake sio jambo la kweli.
iwe kimila ama kisayansi, sio jambo la kweli. Na hao ambao wanasema wanamuongezea starehe mwanaume, alkadhalika nao pia wako katika mila potofu. Kitendo hiki kinamdhalilisha mwanamke, kitendo hiki kinamfanya mwanamke anapoteza hamu ya tendo la ndoa, kitendo hiki kinampotezea mwanamke damu nyingi na kinaweza kumpelekea akawa na kifo. Kitendo hiki kinamwathiri mwanamke kisaikolojia katika umri wake wote, haswa katika dunia ya leo. Mwanamke anapokwenda tohara, anapotahiriwa, anaathiriwa kisaikolojia katika maisha yake yote. Kwa hivyo anakuwa na tatizo la saikolojia kwa kuwa anahisi amefanyiwa kitendo cha kinyama, na hivyo anapoteza amani pamoja na raha yote katika dunia. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Kwa tiba pamoja na ushauri, karibu sana kwenye kituo chetu. Kama una swali lolote, unahitaji kujua kitu chochote, tuandikie kwenye comment na sisi tutaliona swali lako na tutakujibu moja kwa moja. Karibu.